Karoti. Watu wengi wanaijua kama mboga ya kawaida tu ya rangi ya machungwa. Wengine huweka kwenye wali, wengine kwenye supu, na wengine huinywa kama juisi. Lakini je, umewahi kujiuliza nini kinaweza kutokea mwilini ukiamua kula karoti mara kwa mara? Je, ni kweli karoti zinaweza kusaidia macho? Je, zinaweza kusaidia ngozi? Je, zinaweza kusaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula? Kaa nami mpaka mwisho kwa sababu leo tutachambua kwa undani mambo yanayoweza kutokea mwilini ukiwa unatumia karoti kila mara. Kama ulikuwa bado ukijiunga nasi, bonyeza alama subscribe, kengele pembeni yake utakuwa umejiunga nasi. Kabla ya kuona faida zake, ni muhimu kuelewa karoti ni nini. Karoti ni mboga yenye virutubisho mbalimbali kama beta carotene, nyuzi, potassium na vitamin K. Beta carotene ni moja ya vitu muhimu sana ndani ya karoti. Mwili unaweza kubadilishwa kuwa vitamin A ambayo ina mchango katika kazi mbalimbali za mwili. Ndio maana karoti nyingi huhusishwa na macho na afya kwa ujumla. Lakini safari ndio inaanza. Watu wengi wamewahi kusikia, kula karoti uone vizuri, macho yako yanaweza kubadilika. Lakini je, hili lina maana gani hasa? Vitamin A ina mchango katika afya ya macho. Mwili unapokuwa na upungufu mkubwa wa vitamin A, baadhi ya watu wanaweza kupata changamoto za kuona vizuri, hasa kwenye mwanga hafifu. Karoti zinaweza kusaidia kuongeza upatikanaji wa vitamini hii kupitia beta carotene, lakini kuna jambo muhimu. Karoti haziwezi kumfanya mtu mwenye miwani aache miwani ghafla. Karoti zinaweza kusaidia afya ya macho, lakini si tiba ya matatizo yote. Pia ngozi inaweza kunufaika. Je, umewahi kuona mtu mwenye ngozi inayoonekana safi na yenye muonekano mzuri? Ngozi huasiliwa na mambo mengi. Kwanza lishe bora, maji, usingizi, mazoezi na afya kwa ujumla. Karoti vina vioksishaji vinavyoweza kulinda seli dhidi ya uharibifu. Hii inaweza kusaidia afya ya ngozi kwa ujumla. Lakini usitarajie kula karoti leo halafu kesho ngozi ibadilike kabisa. Mabadiliko ya mwili kwa kawaida huchukua muda na hutegemea mambo mengi. Mfumo wa kinga. Mwili wetu hupambana kila siku na vitu mbalimbali kutoka katika mazingira yanayotuzunguka. Virutubisho kama vitamini A vina mchango katika mfumo wa kinga. Karoti zinaweza kuwa sehemu ya lishe inayosaidia mwili kufanya kazi vizuri. Lakini kumbuka, hakuna chakula kimoja kinachoweza kuzuia magonjwa yote. Afya bora hutokana na lishe bora, mazoezi, usingizi wa kutosha na kupunguza msongo wa mawazo. Kabla tujaendelea, kama unapenda kujifunza kuhusu mada na namna ya kujikinga na magonjwa yasiyoambukiza, kuna kitabu maalum kinachopatikana kwa shilingi 5,000 kwa nakala laini na nakala ngumu shilingi 10,000. Ndani yake utaweza kujifunza ugonjwa wa kisukari, shinikizo la damu, magonjwa ya moyo, lishe bora na njia za kujenga mtindo mzuri wa maisha. Kama unahitaji kitabu hicho, wasiliana nasi kupitia namba 0767443887. Tuendelee. Karoti na mmeng'enyo wa chakula. Karoti zina nyuzi, yani fiber. Nyuzi zinaweza kusaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, kusaidia choo kutoka vizuri kwa baadhi ya watu na kusaidia afya ya utumbo. Lakini kama mtu hana mazoea ya kula vyakula vya nyuzi nyingi, kuanza kula kwa kiasi kikubwa ghafla kunaweza kumfanya ahisi kujaa tumbo au gesi. Kwa hiyo, ongeza utaratibu, yani kula kwa kiasi. Karoti na uzito wa mwili. Watu wengi wanapenda vitafunwa kama biskuti, chipsi na vyakula vyenye sukari nyingi. Karoti zinaweza kuwa mbadala mzuri wa baadhi ya watu kwa vitafunwa, kwani zina kalori chache, nyuzi na zinaweza kushibisha. Hii inaweza kusaidia katika mpango wa kudhibiti uzito pamoja na mtindo mzuri wa maisha. Ukila karoti nyingi sana, nini kinaweza kutokea? Sasa kuna jambo ambalo watu wengi hawajui. Ukila karoti nyingi sana kwa muda mrefu, baadhi ya watu wanaweza kuona ngozi
inaanza kuwa na rangi ya njano na machungwa kidogo. Hii hutokana na beta carotene nyingi mwilini. Hali hii mara nyingi si hatari na inaweza kupunguza ukipungukiwa matumizi. Kwa hiyo kula kwa kiasi. Kwa hiyo ukiwa na utaratibu wa kula karoti mara kwa mara kama sehemu ya lishe, unaweza kusaidia afya ya macho, afya ya ngozi, mfumo wa kinga, mmeng'enyo wa chakula, na unaweza kusaidia kudhibiti ulaji na vitafunwa visivyo bora. Lakini kumbuka jambo moja muhimu. Karoti si chakula cha miujiza. Ni sehemu ya mtindo wa maisha wenye afya. Kama umefika hapa, niandikie kwenye comment section Team Karoti. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa marafiki. Tukutane katika mada inayofuata.